Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasogeza mbele kwa siku 10 zaidi tishio lake la kuanza kushambulia mitambo ya nishati ya Iran. Tarehe ya mwisho ya awali ilitarajiwa kumalizika Ijumaa. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Trump amesema kucheleweshwa huko kumetokana na ombi la Iran na kwamba mazungumzo na Tehran yanaendelea vizuri. Hata hivyo, Iran inasema hakuna mazungumzo yanayoendelea, bali ni kubadilishana ujumbe kupitia wapatanishi. Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Tehran imejibu pendekezo la Marekani lenye vipengele 15 la kumaliza vita na sasa inasubiri majibu kutoka Washington. Israeli imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran na Lebanon. Zaidi na Esther Luambano. Jeshi la Israel limesema limelenga maeneo ya kurushia makombora magharibi mwa Iran. Awali lilidai kumuua kamanda wa jeshi la majini wa walinzi wa mapinduzi wa Iran. Nchini Lebanon, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa majeshi ya Israel yameendelea kushambulia kusini mwa nchi hiyo kwa mashambulizi ya anga pamoja na operesheni za ardhini. Wakati huo huo, Israel pia imekumbwa na mashambulizi makubwa kutoka Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon siku nzima. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mwanaume mmoja raia wa Palestina amefariki dunia baada ya kupigwa risasi kichwani na mkaaji wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Jeshi la Israeli limesema tukio hilo lilitokea katika eneo la Harmala mashariki mwa Bethlehem, ambako walowezi walikuwa wameanzisha kituo kisicho halali kwenye ardhi binafsi ya Wapalestina. Vyombo vya habari vya Palestina vimeripoti kuwa mwanaume mwingine alijeruhiwa baada ya kupigwa kichwani kwa jiwe. Kumeshuhudiwa ongezeko la mashambulizi ya walowezi katika ukingo wa magharibi tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku Wapalestina 7 wakiuawa ndani ya mwezi mmoja uliopita. Na polisi nchini Uingereza imefungua tena uchunguzi kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya mshawishi wa mitandaoni Andrew Tate. Polisi wa Hertfordshire walikuwa wamechunguza tuhuma zilizotolewa na wanawake watatu mwaka 2014 na mwaka 2015, lakini kesi hiyo ilifungwa baada ya miaka 4. Uamuzi wa kufungua upya uchunguzi huo umefanyika siku moja baada ya chombo cha kusimamia mwenendo wa polisi kusema kuwa mpelelezi wa zamani anaweza kukabiliwa na hatua kali za kinidhamu kutokana na namna uchunguzi wa awali ulivyoshughulikiwa. Andrew Tate na ndugu yake Tristan wamekuwa wakiishi nchini Romania katika miaka ya hivi karibuni, ambako wanakabiliwa na tuhuma za kusafirisha watoto kwa njia haramu, kufanya mapenzi na mtoto pamoja na utakatishaji fedha. Wote wawili wanakanusha tuhuma hizo. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Alhamis aliahirisha tena muda wa mwisho wa kuanza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran hadi tarehe 6 Aprili, akisema uamuzi huo umefanywa kufuatia ombi kutoka Tehran na kwamba mazungumzo ya kumaliza vita yanaendelea vizuri. Victor Kenani na taarifa zaidi. Siku ya Jumamosi, Trump aliipa Iran muda wa saa 48 kufungua njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa meli za mafuta, kitishia kuharibu mitambo yake ya nishati, lakini sasa ameongeza muda huo mara 2. Muhimu ni kwamba waliniambia kwa njia ya heshima sana kupitia watu wangu, je, tunaweza kupata muda zaidi? Kwa sababu tulikuwa tunazungumzia kesho usiku, jambo ambalo lina haraka sana. Hivyo niliwapa kipindi cha siku 10. Wao waliomba 7. Mtasema Trump ni mpatanishi mbaya. Wao waliomba 7, nami nikasema nitawapa 10, na walishukuru sana kwa hilo. Sasa wanaweza kusema hatuzungumzi. Sipendi hilo kwa sababu halikuwa kweli mara ya mwisho kama mlivyoona, lakini tunazungumza na mambo yanaendelea kwa kiasi kizuri. Ndio maana niliwapa siku 10. It's going fairly well and so I gave them 10 days. Awali Trump alikuwa amekanusha madai kwamba ana hamu kubwa ya kufikia makubaliano ya haraka na kumaliza vita, licha ya majibu baridi kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu kuhusu mpango wa amani wa Marekani. Mjumbe wa Trump, Steve Witkoff, aliambia kikao cha baraza la mawaziri kwamba kuna dalili thabiti kuwa Tehran iko tayari kwa mazungumzo, akithibitisha kwa mara ya kwanza hadharani kuwa Washington imewasilisha orodha ya vipengele 15 vya hatua kupitia maafisa wa Pakistan. Wakala wa habari wa Iran, Tasnin, ulisema kuwa majibu ya Iran kwa mapendekezo 15 ya Marekani yaliwasilishwa rasmi jana usiku kupitia wapatanishi, na sasa Iran inasubiri majibu ya upande mwingine. Huku mashambulizi yakiendelea, bado haijulikani kama mazungumzo hayo yataweza kumaliza haraka vita hivi ambavyo sasa vimeingia wiki ya 4 tangu Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi ya anga dhidi ya Iran tarehe 28 Februari. Tehran imejibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali ya Ghuba, na kwa vitendo imefunga mlango wa bahari wa Hormuz, hali inayosababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuyumbisha masoko ya kifedha duniani.
Ni taarifa yake Victor Kenani. Jaji mmoja nchini Marekani alionekana kuunga mkono hoja za kisheria kwamba kiongozi wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake Cilia Flor wanapaswa kuruhusiwa kutumia fedha za serikali ya Venezuela kugharamia utetezi wao mahakamani. Zaidi na Florian Kaijagi. Mawakili wa Maduro na Flores waliomba mahakama itupilie mbali kesi ya ugaidi wa dawa za kulevya inayowakabili, wakisema vikwazo vya Marekani vinaizuia serikali ya Venezuela kulipia ada zao za kisheria. Waendesha mashtaka hata hivyo walidai Maduro alipora utajiri wa Venezuela na hapaswi kuruhusiwa kutumia fedha hizo kwa ajili ya kujitetea. Jaji Alvin Elstein alibainisha kuwa haki ya kujitetea ni ya msingi, lakini akasema hata itupilia mbali kesi hiyo kutokana na mvutano huo wa kifedha. Aliongeza kuwa atatoa uamuzi wake baadaye pamoja na tarehe inayofuata ya kusikilizwa kwa kesi. Kutokana na vikwazo vya Marekani dhidi ya serikali ya Venezuela, wawili hao walihitaji kibali maalum ili fedha za serikali zitumike kulipia mawakili wao. Ofisi ya Marekani ya kudhibiti mali za kigeni OFAC iliwahi kutoa kibali hicho, lakini baadaye ikakifuta. Waendesha mashtaka walieleza kuwa kuwapa haki ya kuzitumia fedha hizo kungeleta hatari kwa usalama wa taifa na kudai kuwa wanandoa hao wana rasilimali binafsi za kulipia mawakili, madai ambayo wanayakanusha. Kwa mujibu wa sheria za Marekani, mshtakiwa yeyote asiyekuwa na uwezo wa kumudu gharama anaweza kupewa wakili wa serikali. Hata hivyo, jaji alionekana kukubaliana na hoja ya wakili wa Maduro kwamba kesi hiyo ni ya kipekee na ngumu kiasi kwamba wakili wa umma anaweza kushindwa kuimudu ipasavyo. Jaji pia alitilia shaka hoja ya upande wa mashtaka, akisema hali ya kisera ya nchi imebadilika tangu kukamatwa kwa Maduro na kubainisha kuwa serikali ya Venezuela iko tayari kulipa. Aidha, alisisitiza kuwa kesi ya Maduro itaendeshwa kwa haki mahakamani. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Mikutano ya shirika la biashara duniani WTO mara nyingi huonekana kuwa ya kiufundi sana, lakini maamuzi yake yanagusa bei ya chakula, ajira na teknolojia kwa mwananchi wa kawaida. Hii ni mara ya pili tu mkutano huu unafanyika barani Afrika tangu ule wa Nairobi mwaka 2015. Je, Afrika Mashariki ina nini cha kupata au kupoteza? Kuwepo kwa mkutano huu barani Afrika kunatoa fursa gani ya kipekee kwa nchi kama vile kwa nchi za Afrika Mashariki kusukuma mbele ajenda ambazo zimekuwa zikikwama kwa miaka mingi kama vile usawa katika biashara ya kimataifa? Nimezungumza na Charles Mwijage, waziri wa zamani wa viwanda na biashara nchini Tanzania. Kama ningekuwa nazungumza kwa ajili ya Afrika Mashariki, nina imani au wataalamu wetu ambao kimsingi wengi na wajua, tatizo moja ambalo sisi tunalo ni kuuza bidhaa zilizoongezwa thamani. Wenzetu washirika wetu wamekuwa ama watubagua wakituwekea vikwazo kuuza bidhaa zilizoongezwa thamani. Nadhani ili swala ambalo kwa East Africa tungependa kuliona linafanyika. Tunapata nafasi ya kuuza vitu vilivyoongezwa thamani, kwa sababu kwa kuuza bidhaa ambazo zimeongezwa thamani maana yake tunatengeneza ajira hapa kwetu. Ndugu Mwijage, kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa kanda yetu Afrika Mashariki. Kumekuwa na mvutano wa muda mrefu kuhusu ruzuku wanazopewa wakulima katika nchi tajiri, jambo linalofanya mazao yetu kukosa ushindani. Tunaweza kutarajia muujiza wa Yaounde utakaomlinda mkulima wa pamba kule Geita ama mzalishaji wa kahawa wa Mlima Kenya? Lazima wao au washirika wakubwa developed countries, washirika wakubwa tuwekee wepesi, wasituwekee vikwazo. Taasisi hii lengo yake ni kuondoa ubaguzi, kuwapa wepesi wadau wote. Sasa lazima wajue kwamba sisi kilimo chetu kiko vipi na wao kilimo chao kikoje. Au kama vikwazo unavyozungumza vya kahawa, mtu anakuambia kahawa yako tutaiwekea kikwazo kwa sababu wewe umekata mti. Sasa unaponaambia mimi nilime, kwa mfano mimi ni mkulima sasa, nimeanza kulima kwa nguvu miaka 3 iliyopita, unapokuambia nisifieke miti na nikifieka miti kahawa yangu utainunua, unakuwa unaniumiza. Lazima watambue hali yetu, na kwa sababu lengo letu ni kuendeleza, WTO inataka kuendeleza nchi zote, basi hiyo nguzo iwe kubwa, watu tambue na tuweze kuona bidhaa inasafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Na dunia sasa ipo mtandaoni, ndugu Mwijage. Kuna mjadala mzito kuhusu kutoza ushuru kwa bidhaa za kielektroniki kwa vijana wa Afrika Mashariki waliojiajiri kwenye teknolojia. Maamuzi haya yataathiri vipi gharama zao za kufanya biashara na ubunifu? Jambo moja ambalo tunapaswa kulitambua wote ni kwamba
hatuwezi kushindana na wakati. Matumizi ya teknolojia, digital business ndo inakwenda kwenye zama zake, kwa sababu nguli wa biashara, wataalamu wa shughuli hizi, na mimi kama nilivyoeleza na wafahamu wataalamu wetu wa Tanzania, hata wa East Africa nimekutana nao mara nyingi nikiwa kwenye nafasi hizi, watajadiliana kuhakikisha kwamba linalokuja kwa wakati lije kwa manufaa ya sisi wa East Africa, wa Afrika na wanachama wote wa WTO. Charles Mwijage huyo, waziri wa zamani wa viwanda na biashara nchini Tanzania, akihitimisha mazungumzo nami